kwa sababu ya neno ambalo Mungu ameliachilia kwenye madhabahu. Bwana asiwe sana. Haleluya sana watu wa Mungu. Bwana asiwe sana. Kwa muda mfupi sana niseme tu kitu kidogo kwa unyenyekevu mkubwa. Kitu kidogo tu. Bwana asiwe sana. Andika tu, taka sana kuwa na moyo huo. Kwenye mabano andika moyo wa Yesu. Taka sana kuwa na moyo huo. Kwenye mabano andika moyo wa Yesu. Bwana asiwe sana. Amen. Ndugu yangu katika Kristo, taka sana kuwa na moyo huo. Taka sana kuwa na moyo huo, moyo wa Yesu. Kwa sababu ni kitu cha thamani kuliko vyote ambavyo unaweza ukavipata kwa Yesu. Dhambi huja kuharibu moyo wa mtu. Na hata jaribu lina tabia ya kutatanisha moyo, kuufanya ukose njia, ukose majibu, ili kiwezekana uangukie ukengeufu. Kazi ya jaribu ni kutatanisha moyo, kwa sababu jaribu haliwezi kuwa jaribu mpaka limekufikisha njia panda. Ili liitwe jaribu ni mpaka upate mashaka ya moyo, njia panda, kwamba hivi niendelee au nisiendelee. Kama hujafika hiyo point, maana yake bado hujapitia jaribu. Jaribu lipo kwa ajili ya kuharibu moyo, kutatanisha moyo. Na mafundisho yote haya yanataka sana kuubadili moyo. Tunapokuwa kwenye sifu, ukimwambia Mungu, naomba uniumbie moyo safi. Naomba uniumbie moyo safi. Kwa sababu Petro, Yohana na wanafunzi wote wa Yesu, kazi yao kubwa ilikuwa ni kumimina moyo wa Yesu kwa watu. Unaweza ukajiuliza majumla ya mambo yote ufanye nini? Mimi nakwambia kitu chepesi. Kitu chepesi. Leo nakupa tafasiri nyepesi hata ya upendo. Hata ya upendo. Kwa sababu ukisoma Wakorinto unaweza ukatatanika. Ukatatanika kwamba hata nikitoa mali zangu. Tupo watu ambao tumetoa mali sana kwa ajili ya watu na kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini unaambiwa si kitu kama huna upendo. Sasa upendo ni nini? Upendo ni nini? Kwa sababu sasa hata Mungu alimtoa Yesu. Alimtoa Yesu. Kwa sababu ya huo upendo. Mimi nakupa tafasiri nyepesi leo. Upendo maana yake ni moyo safi wa Yesu. Ni moyo safi wa Yesu. Dhambi huja kuharibu moyo. Na ndio maana Zaburi 51 mstari wa 10. Zaburi 51 mstari wa 10, Daudi baada ya kuwa amefanya dhambi, akajua dhambi ilikuja kuharibu moyo wake. Akasema, Mungu, kwa sababu nimeharibika moyo, Mungu niumbie moyo safi. Moyo safi wa Yesu. Kwa sababu majaribu au vitu vyovyote tunavyoweza kuvipitia hapa katikati, lengo ni kuharibu moyo. Lengo ni kutuvuruga moyo ili yani ukengeuke. Bwana asiwe sana. Na ndio maana nilimwelewa sana Mtume Paulo. Nilimwelewa sana alipozungumzia kuhusu habari ya Eden. Akasema, sikilizeni, pale Eden mwanadamu alibadilishiwa moyo, akapewa moyo wa mnyama. Unaona? Ukatoka ule moyo wa Mungu. Na ndio maana Wakorinto wa pili 11 mstari wa 3, Mtume Paulo akasema kwamba hapana, nachelea isije ikawa kama yule nyoka. Hebu isome hiyo. Isije ikawa kama yule nyoka. Akaharibu unyofu na usafi wa Kristo. Upendo wa Mungu kwetu sisi tutafasiri kama moyo huo. Tutafasiri kama moyo huo, kwa sababu ukibaki na moyo wa kibinadamu umenyimwa kitu kikubwa sana. Umenyimwa kitu kikubwa sana. Tafuta sana kuwa na moyo huo, moyo wa Yesu. Anasemaje hapo? Wakorintho wa pili 11:3.
Wakorintho wa pili 11:3. Anasemaje? Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake asije akaharibu ndio fikra zenu mkaacha unyofu na usafi kwa Kristo. Unyofu na usafi kwa Kristo. Sasa ukisoma Zaburi ya 51 mstari wa 10 anasemaje? Anasema Mungu niumbie moyo safi. Kwa kumbe upendo wa Mungu ni moyo safi wa Mungu. Ni moyo safi wa Mungu. Jaribu linapokuja ni kuondoa usafi na unyofu wa moyo, ili kiwezekana moyo uharibike na uanze kufanya mambo ambayo si masafi. Maana yake usitende matendo tena mema, ukate tamaa na kuupokea moyo wa mnyama ambao ndio moyo wa kishetani, moyo unaotenda dhambi, moyo ambao unatafasiri anasa na vitu vya dunia hii kuwa kama faraja. Na ndio maana ile malamia ya mchungaji Isaac, mimi kwangu niliandika tofauti. Nikaandika tu kwamba malamia ni upate moyo wa Yesu. Malamia yangu, Mungu naomba unisaidie malamia yangu ninapoingia kwenye maombi, kama alivyohubiri mtumishi wa Mungu Isaac, ni upate moyo wa Yesu. Alipohubiri mchungaji Alex, nikasema kwamba Mungu nisaidie ustahimilivu wangu ni moyo wako, kwa sababu Yesu usingelikuwa na moyo huo usingeweza kustahimili msalaba. Kwa hiyo hata kama nikipitia magumu, nikipitia majaribu, nisiuache unyofu na usafi wa Kristo, kwa sababu unyofu na usafi wa Kristo ndio utakaonifanya nimuone Mungu. Anasema kwenye Mathayo 5:8, anasema kwamba heri wenye moyo safi, kwa sababu hao watamuona Mungu. Mimi nataka kumuona Mungu. Watu wa Mungu, mimi nataka kumuona Mungu. Nikifikiria safari ya imani, wakati mwingine huwa nikimwangalia mtumishi Kefa huwa natokwa na machozi. Sisi tumepoteza vitu vingi. Alipozungumza mtumishi wa Mungu, nikawaza wakati tuko Mbeya siku moja, wakati anazungumza mchungaji kutoka Meatu, wakati tuko Mbeya tunaendelea na kongamano, wakati ile mara ya pili tumeenda na kina Kefa. Wakati tunaendelea na kongamano pale, nikapigiwa simu na kijana fulani jirani kutoka kule Mwanza, akaniambia hivi, mmeibiwa kila kitu ndani. Lakini mimi nikasema hii habari inataka niuache unyofu na usafi wa ibada. Mimi ngoja niendelee na ibada. Nikamdokezea kidogo mtumishi Kefa kwamba kuna habari hii, lakini tuendelee na ibada. Tukaendelea na ibada. Kweli nikaja nikagundua kuna siri kubwa kwenye maombi, kama alivyosema mtumishi wa Mungu. Kwa sababu wakati tunaendelea na maombi yale, ikaja ikatufunika amani ipitayo fahamu zote. Wewe jiulize, tumeambiwa tumevamiwa ndani, tumeibiwa, lakini ikaja amani ya ajabu, tukaendelea na ibada. Halafu kama hiyo haitoshi, tukiwa njiani tunarudi, tukaibiwa begi. Ambalo hilo begi mimi lilikuwa na joho langu la maruni, ambalo ndio joho langu la kwanza kushona, nilikuwa nalipenda sana. Nilikuwa kwenye begi. Na kulikuwa kuna blanketi yangu moja fulani hivi, na yenyewe ni ya maruni. Nilikuwa naipenda sana. Wakati huo kuna nguo za Kefa, kuna vitu vya Kefa ambavyo vina thamani zaidi ya 600, 500 hivi. 500 kama na nusu kuelekea 600 hivi. Bado bei ya begi. Tukasema hivi sisi, yote haya ni kwa sababu gani? Kweli tulikuwa na sababu ya kutatanika. Tulikuwa na sababu ya kutatanika kwamba hapana, yawezekana ni kwa sababu ya ibada tumepoteza hivi. Lakini tangu tumetoka kule kwenye kongamano, tumeendelea na imani, tumeendelea na ibada kwa hamasa ile ile, kwa machozi yale yale. Ni kweli tuko wachache, ila ukitukuta tunaabudu, unaweza kadhani wako watu 100. Alafu sehemu tunayoabudia ni sehemu dhaifu sana, lakini sasa inazaa watu fulani mashuhuri sana. Ndio maana unaweza kujiuliza kwamba hivi Kefa anatoka mbali huku kote kufuata nini?
Ndio maana huwa nikimwangalia Kefa huwa nawaza sana mbali sana. Nasema watu wa Mungu, mtu ndio maana ufalme wa Mungu kwenye ile Mathayo ile sura ya 13 anasema unafananishwa na nini? Na hazina iliyostirika katikati ya shamba, ambapo mtu alipogundua hazina ile akalinunua shamba, akauza vitu vyote alivyonavyo akanunua hazina ile. Ufalme wa Mungu ni kitu cha ajabu. Ni moyo safi wa Kristo, ni unyofu wa Kristo. Na ndio maana mafundisho yote yanashughulika na moyo. Yanashughulika na moyo. Kama hiyo uamini, angalia Mathayo 11:29. Anasemaje? Njooni kwangu mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mnyenyekevu wa moyo. Angalia moyo wa Yesu. Angalia hilo fundisho. Angalia hilo fundisho. Anasema njooni kwangu. Msitazame vitu vingine, angalie mjifunze kwangu. Maana yake tujifunze moyo wa Yesu. Moyo wa Yesu ulikuwa umebeba nini? Ulikuwa umebeba vitu vyote. Ustahimilivu wa mchungaji Alex ulikuwa umebeba kwenye moyo wa Yesu. Ndio maana akasema hivi, alihesabu, angalia akahesabu ile aibu kuwa si kitu. Si kitu. Akaangalia ile fahari iliyoko mbele. Kuna majina tumeandaliwa ambayo, ndio maana mchungaji Alex ni mwelewa sana. Akasema hivi, huyu wakili anatakiwa awe ameipeleleza nchi, anajua utajiri. Umesikia? Usitishiwe gari. Siku moja nilikuwa nawaambia wanafunzi, niliongea mara ya kwanza mfano tu wa kuchekesha. Nikasema hivi kweli kwa sababu ya chipsi mwanamke anaenda kuzini na mwanaume? Chipsi, ambayo chipsi kwa tafasiri nyepesi ni maviazi yaliyokatwa yakatumbukizwa kwenye nini? Kwenye mafuta yakachemka. Unabadilishiwa ufalme wa Mungu na maviazi ambayo gharama yake haizidi hata 2,000. Umeipeleleza nchi. Ukajua thamani ya damu ya Yesu ni 2,000 ya viazi. Hivi thamani ya damu ya Yesu kutukomboa pale msalabani inafananishwa na gari? Inafananishwa na nyumba? Inafananishwa na mke? Inafananishwa na watoto? Watu wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu akiacha si ndio? Mathayo 10 na ngapi hiyo? 19:29. Anasemaje? Mathayo 19:29. Mathayo 19:29. Anasemaje? Taka sana kuwa na moyo wa Yesu. Narudia tena. Nataka nifanye kitu kidogo tu. Taka sana kuwa na moyo wa Yesu ambao utakusaidia kwanza kuona raha ya wokovu. Pili, kufanya vitu si kwa sababu unasukumwa, ni kwa sababu umekuwa hivyo. Kwa sababu mtu akiwa ndani ya Kristo, sikiliza vizuri. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake hata moyo wake wa zamani sio huo. Ameumbiwa moyo mwingine. Amekuwa kiumbe kipya. Maana yake mtazamo wake, vipaumbele vyake vimebadilika. Ana moyo wa Yesu. Kaupokea moyo wa Yesu. Kwa moyo wa Yesu unaangalia fahari ya mbinguni, sio fahari inayoharibika duniani. Na ndio maana wakati mwingine tunakuwa na maroho ya wivu tu, maroho ya hasira tu, mioyo ya ajabu. Umuone mtu tu kapendeza na unataka uvae hivyo. Kwa sababu gani? Kuna tafakari unaendelea nayo ambayo ina thamani ndogo sana kwenye ufalme. Ndogo sana. Laiti kama ungejua thamani ya wokovu, kwamba vitu hivyo vitakapokufa ndani ya moyo wako utapewa taji isiyoweza kuharibika. Utajiri wa milele usioweza kufananishwa na kitu chochote. Mtu akiacha anasemaje? Akiacha hapo 19:29 anasemaje? Kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100
atapokea moyo safi wa Yesu. Hiyo ndio malamia yangu, atapokea moyo safi wa Yesu. Kumbuka Daudi wakati anaandika ile 51:10 kwamba Mungu niumbie moyo safi. Kumbuka magari alikuwa nayo, alikuwa na farasi, ila vilikuwa havina thamani kama moyo. Alikuwa na cheo, kumbuka, alikuwa na cheo, ni mtu mkubwa sana yule, lakini anasema Mungu niumbie moyo safi, ambao ndio maana ukienda 27 mstari wa 4 Zaburi 27 mstari wa 4 anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndio nitakalo litafuta. Wewe unatafuta magari, anayesema hivi ana magari ambayo hatujayapata. Ni rais, ni mfalme, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndio nitakalo litafuta siku zote. Sio siku moja, sio siku moja, siku zote nikae nyumbani mwa Bwana, nitafakari. Biblia inasema tutafakari ya juu Mungu aliko, sio ya chini. Unatafakari nini moyoni mwako? Sikiliza, moyo wako unakudanganya. Mpe Yesu. Kuna mtu mmoja akanifuata wakati tuko kule Mwanza, akanifuata akaniambia, mwalimu, hivi mbona sasa hivi Wakristo, aligusagusa mtumishi wa Mungu Alex, akasema mbona Wakristo sasa hivi nanyewe mnasherehekea Krismasi? Kwa nini mnasherehekea Krismasi? Krismasi si ni ya kipagani? Nikasema hamjawahi kuielewa Krismasi. Hamjawahi kuielewa. Mimi nasherehekea kwa sababu ni kumbukumbu na ni ishara ya wokovu wangu. Kwa sababu kuna ishara 2 tu tulizopewa wanadamu. Ishara 2. Kuzaliwa kwa Yesu na kufa kwa Yesu. Ndio ishara za ukombozi. Ndio maana ukisoma Isaya 7:14 anasema na ishara. Umesikia? Na ishara itaonekana, kwa sababu bikira atachukua mimba. Ni ishara. Yesu wakati anafafanua mambo fulani akamwambia kwamba kizazi hiki cha zinaa kinataka ishara, ila hakitapewa ishara yoyote isipokuwa ile ya Yona. Kwa tuna ishara hizo 2. Mimi ishara zote nitaziazimisha. Nikamwambia hivi, tatizo sio kusherekea, tatizo unasherekeaje? Tatizo unasherekeaje? Wenzetu walisherekea sikukuu hizo kwa ibada. Leo sisi tunasherekea kwa lipstiki, kwa madisco, kwa wali, kwa nini. Hivyo vitu vinaharibika. Ukisoma Wakorinto anasema neno baya sana. Anasema Mungu atavitoesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Na sisi tunaona fahari kwenye vitu hivyo. Hapana. Mimi nitasherekea ishara za ukombozi wangu. Nitasherekea kwa ibada na kwa kuazimisha moyoni mwangu kwamba Yesu umezaliwa. Sikiliza, kuzaliwa kwa Yesu sio uzalianaji wa kibinadamu. Ndio maana inaitwa ishara. Wanadamu wote walizaliwa kwa mfumo wa kawaida, wa tendo la ndoa unaoitwa reproduction. Yesu amezaliwa kwa kuchukua mwili. Wanaita sio reproduction, ni incarnation. Umeona? Yesu kachukua mwili wa mtu akaingia, kachukua mwili. Kwa Yesu anatakiwa achukue moyo wangu ili auongoze mwili wote. Auongoze mwili wote. Kwa hiyo mimi ninachosema, tafuta sana kuwa na moyo wa Yesu. Tafuta sana moyo huo. Kwa sababu nisikilize, ukibaki na moyo wako umeharibikiwa. Unasema Musa, umejuaje? Sikiliza, fungua Mathayo nikuonesha kitu cha ajabu hapo. Mathayo 15 mstari wa 19. Sijafunua Biblia bado, nina muda mfupi tu, sijafunua Biblia, ila tu kuna nguvu fulani za Mungu zimenifunika hapa. Mimi mwenyewe natetemeka.
Kwa sababu kuna wakati mwingine tunatafuta vitu ambavyo vinaharibika, watu wa Mungu. Ukibaki na moyo wako ni mbaya sana. Usiuamini moyo wako, utapotea. Tafuta moyo wa Yesu. Ndio mioyo ile kwa kina Petro. Ndio maana usifikiri kwamba Paulo anasema tu kwamba eti kwa sababu ya uzuri nimehesabu vitu vyote kuwa nini? Hasara. Tena anasema, anataja neno baya sana. Baya sana. Anasemaje? Nimevihesabu vyote kuwa kama nini? Mavi. Usifikiri anasema tu hivyo. Huyo mtu alikuwa mbali. Sisi tunatetemeshwa na vitu vidogo sana, vidogo. Anasemaje? Moyo wa kawaida wa mwanadamu ndo chanzo cha mabaya yote. Yaani ukisikia ushoga, ukisikia umalaya, ukisikia ulevi, ni mawazo ya wanadamu. Anasemaje hapo kwenye 15:19? Anasemaje? Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Angalia. Moyoni hutoka mawazo mabaya. Uwaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Ishi hapo. Angalia sasa. Wewe unataka kubaki na moyo wako huo? Baki nao. Lakini ili uvishinde hivyo, unatakiwa ubadilishiwe moyo. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndo kitendeo cha hayo. Na ndio maana ukisoma Mathayo 22:37, umesikia? Mathayo 22:37, wakati Yesu anafundisha kuhusu habari ya upendo, akasema hivi, amri kuu ninawapa, mpende Bwana Mungu wako kwa kutumia nini? Kwa moyo wako wote. Kinachoanza kumpenda Mungu ni moyo. Na kila kitu kiko hapo. Ndio maana ukisoma Mithali 18, sikiliza, Mithali 18 anasema mwenye akili moyoni mwake. Yaani ukisha upata moyo wa Yesu, umesikia? Ukisha upata moyo wa Yesu, umepata mara 100. Kwa sababu ndio itakuja ile raha ya wokovu. Hutafanya vitu kwa sababu mchungaji Alex amefundisha kwa machozi, hapana. Ila utapata msukumo ndani wa kufanya hivyo. Kwa hiyo unakuwa umekuwa wewe. Ndio maana kuna siku nimesema hivi, injili inatufanya tuwe tulivyotakiwa kuwa. Tulitakiwa kuwa na moyo huo, ila dhambi ilipokuja ilitunyang'anya. Ikatupa hicho sasa kilichosema kwenye Mathayo 15:19 kwamba ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uizi, uivu, ushuhuda wa uongo, unafiki na kila kitu vinatoka kwenye mioyo yetu. Laiti kama tukibadilishiwa moyo, tutakuwa tumepata mara 100. Na ndio maana ukifanya mambo yote mema ila huna moyo safi wa Yesu, si kitu, kama anavyosema kwenye Wakorintho. Nipe tafasiri yako ya upendo sasa. Mimi nasema upendo sawa sawa na Korintho wa kwanza 13. Maana ya upendo ni moyo safi wa Yesu. Nipe tafasiri yako, kwa sababu ukitoa mwili wako ukatwe, kama huna upendo, wewe si kitu. Mimi nasema kama huna moyo safi wa Yesu, si kitu. Kwa sababu utabaki na moyo wako wa kibinadamu ambao ndio unaotoa mawazo mabaya. Uwaji, uzinzi, ushuhuda wa uongo vinatoka kwenye moyo. Na kama uamini iko hivi, unaona mimi hapa nahubiri, sawa? Moyo ulivyo. Angalia sasa. Unaweza kaanza kuambia kwamba nilitakiwa niwe mimi pale. Umeona moyo? Nilitakiwa niwe mimi pale. Ndio nahubiri. Kwa nini huyu? Ataheshimiwa. Mimi sitafuti heshima.
Natafuta moyo safi wa Yesu. Na hapa nahubiri kwa unyenyekevu wote, ili nisije kuwa na wahubiria wengine mwishoni mimi nikawa kukataliwa. Na ndio maana akisimama mchungaji Alex nitaandika, akisimama mchungaji wa Meatu nitaandika, akisimama mchungaji Isaac nitaandika, akisimama Pendo nitaandika, watu wa Mungu nitaandika, akisimama mama yangu Rebeka nitaandika, kwa sababu ujumla wa anachofundisha anataka nibadilishie moyo, nisogee hatua mpya, hatua ambayo itanisogeza kwa Kristo. Nisikilize, mtu mwenye akili nyingi aliyepokea hekima kutoka kwa Mungu akaandika kwenye Mithali 4:23. Unajua aliandikaje? Tuisome. Unajua aliandikaje? Mithali 4:23. Mimi nasema taka sana kuwa na moyo wa Yesu. Hiyo ndo maramia yetu. Mithali 4:23 anasemaje? 23. Mithali 4 mstari wa 23. Anasemaje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Sijui unalinda nini, mtu wa Mungu. Linda sana. Ni kweli unajichunga na dhambi, lakini nakuhakikishia chunga moyo, kwa sababu ndio utakao kuamulia hatua ya dhambi utakayoiendea. Ni moyo. Moyo ndio huwa unaanza kuzungumza. Sasa ndio maana umesikia? Nisikize vizuri. Ndio maana Daudi, sawa, kwenye ile Daudi wakati anazungumzia kuhusu namna ya kulinda moyo, unaona kwenye ile Zaburi ile 119 mstari wa 105 anasemaje? Na ule mstari wa 11 anasema moyoni mwangu. Watu wa Mungu, hivyo mstari mnaufahamu? Moyoni mwangu. Wewe angalia sasa chanzo cha dhambi. Moyoni mwangu. Sasa ngoja tuone sasa. Wewe unaona fahari kwenye vitu vya dunia hii. Haya, badilisha. Moyoni mwangu nimeweka gari, nisije nikakutenda dhambi. Ufiki. Moyoni mwangu nimeweka suti. Haya. Si ndio? Moyoni mwangu, Mungu, siwe na wasiwasi, nimeweka nyumba, sije nikakutenda dhambi. Jidanganye. Moyoni mwangu nimemweka mume, sije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimemweka baby, mke, my sweet, sije nikakutenda wewe, utaanguka. Weka neno, kwa sababu neno ni Yesu. Kwa nini? Ukisoma Yohana 1 mstari wa 1 mpaka wa 4, hapo mwanzo alikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Mungu. Kwa nikisema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, maana yake moyoni mwangu nimekuweka wewe, Mungu. Moyoni mwangu nimekuweka wewe, Yesu, nisije nikakutenda dhambi. Ni kweli mawazo ya moyo yatakuja, lakini nitaangalia Mungu anasemaje katika ujumla wa haya. Nifanyeje hapa? Nifanyeje ili kung'amua hapa? Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Moyo ndo waga unabeba mizigo. Moyo. Na Biblia inaposema kwenye Mathayo, sawa, Mathayo 11 mstari wa 28, inaposema njooni kwangu ninyi mlioelemewa na mizigo, unafikiri mizigo inakuwa wapi? Moyoni. Yaani unakuwa na maswali ambayo majibu yake ni kutenda dhambi.
kama alivyosema mchungaji, yani ili utoke pale inabidi utende dhambi. Ni sawa na picha hii. Wewe nikupe picha hii. Uko shuleni kwa wanachuo. Sawa. Halafu ili uweze kuendelea na masomo inabidi uzini na lecturer au mwalimu wako. Sasa pale kuna majibu mawili. Nikikataa, shule imeishia hapa. Ndio maana tunasema jaribu sio jaribu mpaka likuweke njia panda, mpaka likutatanishe. Ila kama ukisema kwamba mimi acha tu ni feli masomo, haina shida, sitaweza kuzini, hilo bado halijawa jaribu kwako. Ndio maana kajaribu kanaweza kakawa kadogo ila kakakukunja. Kwa sababu alimadam kamekufikisha kwenye point of no return. Point ya kwamba hivi niendelee au nisiendelee, hilo tayari limekuwa jaribu. Hata kama ni ule mfano wa mchungaji Alex wa kwamba ni maji ya kuoga. Hata kama ni maji ya kuoga, alimadam amekufikisha kwenye imani ya kwamba hivi niendelee na imani au nitafute mtu ananiletea maji ya kuoga. Tayari pale nimeshakuwa jaribu. Kwa hiyo usijidanganye kwamba walilizarau hili kwenye madhabahu. Hamna. Alimadam limekutatanisha. Tafuta msaada wa Mungu. Usizarau. Mimi nakwambia ukweli. Tafuta msaada wa Mungu. Nenda kwenye maombi. Mwambie Mungu, kama kweli wewe uko ndani yangu. Tumetembea na wewe miaka 4. Hebu nipe ufafanuzi wa jambo hili. Usijiamini. Mkabidhi Yesu njia zako. Tafuta moyo wa Yesu. Tafuta sana kuwa na moyo huo. Moyo wa Yesu. Sasa nirudi kwenye Mathayo 11:28. Anaposema kwamba njooni, kinachopumzisha ni nini? Hivi ulishajiuliza kwamba Yesu anapumzishaje mizigo? Yesu anapumzishaje? Anapokuwa ndani ya moyo wako, yeye ndo atafanya maamuzi ambayo hayatakuwa mzigo. Huwezi kupumzika bila fundisho. Kitu kinaweza ikawa kidogo, lakini kwa sababu huna namna hapo. Na ndio maana mimi huwa nampenda sana mchungaji Isaac. Kwa sababu yani hana ile ya kwamba labda Musa ni rafiki yangu. Kwa sababu ngani nikwambie kitu kimoja. Tunakuwa katika imani ili kutegemezana. Unapotafuta kuwa karibu na mtu, mimi wanatafuta kuwa karibu na mtu wa Mungu ili siku nikitindikiwa kimfahamu apate kuniongezea maarifa. Na ndo maana mimi nikipitia ugumu, hata kama yeye atasema kwamba Musa huwa ni kama vile ana akili nyingi, hamna, mimi hata hapo kamenishinda sasa, kwa sababu ndege mjanja hunaswa na tundu bovu. Kwa mimi nitakwambia tu mchungaji, nimekwama kwenye hili na hili. Hata kama utafumba macho kidogo na Musa, ila utanijibu. Si unanipenda? Utaniambia tu kwamba ila mtu wa Mungu ni kama umehama kwenye reli. Njia ni hii. Umenisaidia? Kwa sababu mimi sitafuti heshima. Mimi natafuta moyo safi wa Yesu. Nisiuache usafi na unyofu wa Kristo. Basi. Ndio maana Petro wakati anafundisha aliwatatanisha watu. Tutakuja kusoma Biblia kama Mungu atatupa neema, kwa sababu hapa hatujafunua bado. Ukisoma Petro wa kwanza 3:14. Petro wa kwanza 3:14. Petro aliwatatanisha watu kwa sababu aliwaambia hivi, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Sasa hebu tuisome ile andiko. Tuisome andiko Petro wa kwanza. Upako kameshuka kidogo kufundisha. Sasa sijajua ndio mpaka saa ngapi. Petro wa kwanza 3:14. Inasemaje hapo? Petro wa kwanza 3:14. Ndio. Lakini au kuanzia mstari wa 13. Naye ni nani atakayewazuru ikiwa wenye juhudi katika mema? Unaona? Lakini ndio mjapotezwa kwa sababu
ya haki ndio heri. Msiogope ndio kutishwa kwao, ndio wala msifadhaike, ndio bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Bali mtakaseni. Unaona, mjapoteswa kwa sababu ya haki. Nisikilize, kwa sababu nitakufafanulia sasa hapo kwa nini Petro alisema bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Kwa nini? Anajua mwanzoni ulimweka Yesu moyoni mwako ili usije ukatenda nini? Dhambi. Linapokuja jaribu au mateso fulani yanakuja kumchafua ili usimuone kama anaweza akakusaidia. Kwa kazi yako ni wewe kwenda kwenye maombi na kuanza kumtakasa. Kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu, nisaidie Bwana kwenye hili. Ndio maana ya kumtakasa Yesu. Mtapotezwa kwa sababu ya mabaya magumu, kunenewa mabaya, kutamkiwa mabaya na mtu mwingine kukudharau, kama alivyosema mtu unazomewa. Mtapotezwa kwa sababu ya mazomeo. Au mnapitia ziki kama vile mama zangu wankome kipindi wakati na wanapitia shida. Mnazomewa wakati mwingine. Kuna kipindi walipewa ushauri mpaka kwenda kwa waganga. Mimi nilipoongea na mtume kaza, hapana, yani mtu yote mimi anayenishauri kwenda kwa mganga, kwangu mimi huyo ni shetani. Na ndio maana mimi wanajaribu sana kuwa karibu na watu wa Mungu ambao ukiwafanya marafiki zako, kwa sababu wewe unajua ukiwa unapitia shida unakuwa wewe inakushinda kuitafasiri. Ila utakapomwambia mchungaji Alexi, kwa sababu yeye wakati huo hapitii hilo jaribu, yeye atalizumu kiroho zaidi. Lakini mpagani akija, yeye atakuja kukutega tu. Mjapotezwa kwa sababu ya mabaya. Msiogope kutisha kwao, bali mtakaseni. Ni kweli mlikuwa mmemchukua Yesu kuwa taa ya miguu yenu, lakini sasa unapitia jaribu. Wakati unapitia jaribu, huoni hata kama kuna Yesu. Nawaambia ukweli, dada, kama hujawahi kupitia dhiki, ukianza kupitia dhiki, hata neno Yesu huwa tunalisahau. Unaanza kujiona kama vile mtu wa kawaida kabisa, ni mtu wa mataifa kama watu wengine. Kwa utakapomwambia mtu wa Mungu, anakusaidia kwenye namna ya kutakasa. Bali mtakaseni Kristo Bwana moyoni mwenu, ili moyo ubadilike sasa. Kwa sababu moyo utakapokuwa umekengeushwa na hiyo hali, unapotea. Kwa tunahitaji kuwa na moyo safi wa Yesu. Ndio maana Petro akamwambia watu wa Mungu, unaweza kadhani kwamba una Yesu sana. Una Yesu sana. Kumbe umeshamchafua moyoni mwako. Kwa nini? Kwa sababu tumesema hivi, kwenye moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya. Na kwa sababu unapitia jaribu, mawazo yako hayawezi kuwa mema. Yatakuja yamchafue Yesu wako au ukiri wako. Ngoja nibadilishe hii. Ukiri wako moyoni utaanza kufifishwa. Na ndicho kitu kinafanyika wakati Ayubu anapitia majaribu. Ukiri wake kwa Mungu, kuna muda ulikuwa kama unayumba, ni kama dishi linapoteza hivi. Maana anasema siku yangu ilaniwe. Wewe maneno gani hayo? Ilaniwe maana kuna mlani hata aliyekuumba sasa. Tusianze tu kusema kurahisisha tu kwamba yeye alikuwa mwenye haki tu. Hapana, watu wa Mungu, kuna namna fulani tumajaribu tulimkunja. Watu wa Mungu, tulikunja kwa namna fulani. Mara si mimi ni yani lakini kwa kuwa karibu na mtu wa Mungu kama makina Elihu. Umesikia? Na ndio maana ukisoma ile Ayubu kuanzia 31 mpaka 33, zile sura zile ambazo Elihu anakuja kuanza kunyosha hivi, yeye mwenyewe alishika adabu. Unapopitia jaribu, unahitaji watu mashuhuri wa Injili ambao wakija kudondosha maneno kwako utaona hii hata kama yananiumiza, ila hii ni sauti ya Mungu, taifuata hii. Lakini ukipata wanafiki
wanaojua kupuliza na kung'ata sio na kufanyeje, utapotea. Lakini utakapopata mtu atamtakasa Kristo Bwana moyoni mwako. Ndio maana Petro aliishia na Bwana, kwa sababu anatakiwa atawale maamuzi yako. Kila uamuzi unaofanya ni lazima uhakikiwe na Bwana kwamba huu ni uamuzi sahihi kwenye hili. Ndio maana ya kutakaswa Yesu moyoni. Yaani unajua watu wa Mungu, Yesu anapoteaga kwenye majaribu, halafu unasahau hata kama yupo. Ninaambia ukweli, unasahau hata kama yupo. Ndio maana akina Petro wakati wanapitia kwenye ziki ya kutaka kuzama, walikuwa hata wajui kama mle ndani kuna Yesu. Wanahangaika wao wenyewe kwa akili zao tu. Wewe, au acha ujinga bwana, toa maji bwana. Tusizarauliane bwana. Wewe Petro, bwana, takuzama kibao. Wewe, yani ni vurugu mechi mule. Yesu amelala tu. Na ndio maana unapopitia jaribu, hata hamu ya kuomba wake inapotea. Unaweza ukafika hata dakika 5. Yesu bado unaangalia simu. Sio mimi. Yesu. Huyu ananidai kodi ya nyumba sio. Yesu. Baadaye unashangaa umempikia wewe mwenyewe hata atakupikia. Watu wa Mungu, labda kama hujapitia jaribu. Ndio unaweza ukajisikia au ukatafasiri kiwepesi. Haya mambo sio mepesi. Unajua tunasemaga tu kiurahisi kwamba Ayubu akalarua. Unaona watu tunavyorahisishaga mavazi yake. Akasema nilitoka tumboni mwa mama yangu ni uchi, nitarudi. Wewe sio rahisi. Watu wa Mungu, tuambiane ukweli, sio rahisi. Ndio maana kama ingekuwa ni rahisi, Yesu kwenye ile sala ya Baba yetu aliye mbinguni angesemaje? Akasema ututie majaribuni. Kwenye ile sala angesema ututie majaribuni. Ona? Lakini akasema usitutie majaribuni. Usitutie. Sasa kama ni rahisi, kwa sababu hiyo Biblia imesema furahini mnapoingia majaribuni. Lakini kwa nini ametuambia kwamba tuombe tusiingie? Jaribu sio jepesi, watu wa Mungu, kuchomoka. Ndio maana tunatakiwa kutiana joto kama hivi, kuhubiriana kama hivi, kukutana kwenye makongamano. Unapigwa nyundo za mchungaji Alexi, unakutana na Isaac, unakutana na mchungaji wa Meatu, unakutana na Musa, unakutana na Pendo. Nyundo. Baadaye unasema ila hata kama nina kichwa ligumu, lakini Mungu amesema hivi. Basi hata kama nina kiburi sana, ila ujumla wa haya natakiwa kubadilika. Basi niwe na moyo wa Mungu. Basi kuna muda unaweza likahubiriwa fundisho, ukabaki unajiuliza, hivi huyu ananiona mimi tu bana? Alafu sasa anakuwa anafafanua pale. Akitoa mfano ni ule ni ukuko huko kwako. Na bahati mbaya wakati mwingine mnakutana macho. Unaweza kusema kwamba hivi aliyemkaribisha na huyu ni nani bana? Mbona ananirenga kwenye jaribu langu? Usiwe na hasira, ni Mungu anataka kurejeshe. Upendo wa Mungu unapita fahamu zetu, na anatuonea wivu kwa sababu ukisha tubu dhambi unageuka kuwa bikra. Anasema turudi hapo kwenye Wakorintho wa pili mstari wa 10, Wakorintho wa pili 11 mstari wa 2. Unarudi kuwa hivyo kwa anakuonea wivu. Mungu ana wivu na sisi kwa sababu tulipofanya dhambi tulitakiwa tufe hapo. Ndio maana ya mshahara wa dhambi ni mauti. Ametuacha kwa sababu anatutamani. Ana wivu na sisi. Kwa usichukie mafundisho yanapokuja. Lengo na ujumla ni wewe ubadilike, upige hatua, uendelee na imani.
wanapotoa mifano usinune. Ni upendo wa nani? Wa Yesu. Ni upendo wa Yesu. Vinginevyo ungefichwa kama alivyowaficha wale. Kwa sababu akina Petro walipomfuata kumkimbilia Yesu, lakini kama vile una roho mbaya eti, kwani unasema nao kwa mifano? Akamwambiaje? Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, ila hawa nasema nao kwa mifano, ili japokuwa wanasikia wasisikie, japokuwa wanaona. Kwa sisi ni neema ya Mungu kuyasikia haya. Kuna watu wanayasikia lakini hawayasikii. Kuna watu wanaona lakini hawaoni. Na ndio maana hawajawahi kufanya maamuzi. Kwa wewe ni mtu uliyechaguliwa na Mungu kuyasikia haya, kwa sababu anakuonea wivu. Anasemaje hapo? Anasemaje? Wakorintho wa pili 11 ule mstari wa 2. Anasemaje? Maana naliwaonea wivu. Na waonea wivu. Wivu wa Mungu. Wivu wa Mungu. Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja. Ili niwaletee Kristo bikira safi. Ishia hapo. Bikira safi. Mbona? Kwa sababu kazi ya dhambi pia ni kuondoa hiyo unyofu na usafi. Ndio bikira. Kuondoa hiyo ndio kazi ya dhambi. Lakini fundisho linapokuja linarejesha thamani ya mtu, kwa sababu nawaambia ukweli, mwanadamu ana thamani kubwa mbele za Mungu. Na ndio maana Yesu pale msalabani hakufia twiga. Japokuwa wanasema twiga ni mrembo sana, si nini ana shingo, si nini. Hapana. Hamna. Kuna watu wanapenda, mimi nakumbuka babu yangu alikuwa anapenda sana mifugo, ng'ombe. Kuna wengine unakuta anawaangalia tu. Naanza kama amesimama tu hivi anakuwa anamwangalia yule ng'ombe, anamwangalia. Kuna mmoja alikuwa anaitwa Manawa. Anasema, Manawa. Akiita Manawa ile ng'ombe inakuja mpaka kwa babu. Kuna watu wana upendo na mifugo. Pendo tu na mifugo. Tunaona Ulaya watu wanapenda wanyama mpaka wanaoa. Kuna watu wanaoa mpaka midoli inathaminishwa. Lakini thamani ya mwanadamu kwa Mungu ni kubwa sana. Ndio maana akatoa damu yake kwa ajili yetu, ili kwa kupigwa kwake na kwa damu yako, yaani sisi tufanyeje? Tupate wokovu. Tupate ule moyo wa Yesu. Tupate moyo wa Yesu. Tupate kuwa na hatua katika Kristo. Tafuta sana moyo huo. Tafuta sana. Tafuta sana kuwa na moyo wa Mungu. Moyo uliokuwa ndani ya Yesu utakusaidia kushinda vitu vingi. Utakusaidia. Kwa sababu ukiukosa huo moyo, sijui kama utamuona Mungu. Sijui. Kwa sababu anasema heri wenye moyo safi, maana hao watafanyaje? Hebu isome Mathayo 5:8. Mathayo 5:8. Mathayo 5 na ule mstari 8. Anasemaje? Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Bwana asifiwe sana. Hebu fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Ule mstari wa 8. Kwanza sura ya 8. Matendo ya Mitume. 8 kwanza mstari wa 21 mpaka 22. Kuonesha kitu fulani hapo. Alafu baadaye tutaenda kwenye Timotheo. Matendo ya Mitume 8:21 na 22. Anasemaje? Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili. Ndio. Kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Hebu ishia hapo. Huna fungu. Kwa sababu moyo wako sio mnyofu mbele za Mungu. Watu wa Mungu, mimi nawaambia ukweli. Mungu anaangalia kinachofanana na yeye ndani yako ili muwe na mahusiano. Narudia tena.
Narudia tena, Mungu huangalia ndani yako kuna kitu gani cha thamani chenye sura na mfano wake, anakiangalia hicho. Narudia tena, Mungu huangalia ndani yako una nini kinachofanana naye, ili akitumie aidha kukusamehe dhambi, unaona, na kukurejesha kwake. Na ndio maana akina Kora, kwa sababu walikuwa hawana hata kitu hicho, ilibidi wauawe. Yaani Mungu paka anaua, amejiridhisha kwamba huyu mtu hakuna kitu ninachoweza kukitumia kumrejesha kwangu. Kwanza hana unyenyekevu, pili ana kiburi, tatu hata nihubirije hawezi kubadilika. Na ndio maana yule ndugu akaambiwa hivi, sikiliza, huna fungu katika ufalme wa Mungu kwa sababu moyo wako sio mnyofu, huna usafi. Na ndio maana sikiliza, sijajua ni kwa nini nguvu za Mungu zimenifunika kwa sura kama hii. Sikiliza, ukisoma Isaya, sawa? Isaya 66 mstari wa 2. Isaya 66 mstari wa 2 anazungumzia jambo lile kwa sura na picha ya ambayo ukisoma ule mstari kwa kufuata tafakari ya kimungu unaweza ukatoa machozi. Anasema hivi, yote haya nimeyafanya mimi kwa mkono wangu, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu huyu. Sasa mtumishi wa Mungu, hebu usome tu mstari, usome tu, japo kwa kamuda kanakimbia, lakini usome tu. Isaya 66 na ule mstari wa 2. Anasemaje? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea. Asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Mtu aliye mnyonge. Mtu wa namna gani? Mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikia hapo neno langu. Watu wa Mungu, tafuta sana kuwa na moyo wa Yesu. Tafuta sana moyo huo. Ni kweli unaweza kuwa unatamani kuhubiri kama akina Musa, lakini na kuhakikishia kitu cha thamani kwa Mungu ni moyo safi na unyofu wa Kristo. Ni kweli unaweza kuwa unatamani kuimba vizuri, umesikia? Kuimba vizuri kama akina Abiudi, kama akina Boazi, kama sio akina nani, lakini mtu huyu ndio nitakayemwangalia. Mtu huyu mwenye atetemekae asikia hapo neno la Mungu. Ndio maana ukisoma hiyo Mathayo tuliyoipitia, anasema njoni kwangu mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mnyenyekevu. Watu wa Mungu, nisemeje? Tunahitaji kuwa na moyo wa Yesu, kwa sababu tukiwa na moyo huo Mungu atatuangalia. Kuna watu Mungu aliwatafuta kwa sababu ya moyo huo tu. Ndio maana nikasema hivi, Mungu anaangalia una kitu gani chenye sura na mfano wake, ili yani angalau hata afikirie kwamba pamoja na kwamba ana mapungufu haya na haya, nimpe neema asogee kwenye kongamano akapigishwa hatua. Unaona? Kwa sababu hata hilo kufanyika kwa Mungu ni kujaliwa. Ndio maana akina Petro waliambiwa, ninyi mmejaliwa kuzijua nini? Siri. Kujaliwa maana yake umeonekana una kitu hicho, ila kimefichwa. Anatakiwa mtu ambaye ana ujuzi wa neno la Mungu ili amtakase Kristo Bwana moyoni mwako. Akina Kornelio ndio walivyokuwa. Hawakuwa na Yesu, ila walikuwa na sura na mfano ili uliofichwa.
Kwa injili ikaja kumfunua, kwa sababu tumeumbwa kwa asili hiyo, ila dhambi ilikuja kufifisha hivyo vitu vyote. Tukafa, tulikuwa tumekufa. Yaani kama alivyosema mchungaji, tulikuwa giza hapo mwanzo, tulikuwa giza kabisa. Tulikuwa katika mazingira ambayo hatukupaswa kuketi hivi na kumsikiliza Mungu, hamna. Na ndio maana mimi wanasema kwamba basi kwa sababu wewe ulikuwa mwema, mpende Mungu kidogo, ila mimi nitampenda sana. Mimi Mungu nitampenda sana kwa sababu najua thamani ya kifo chake inapita fahari zote, na wala sina hela ya kuweza kulipia gharama ya Yesu kunifia dhambi zangu. Wewe ulikuwa mwema, ndio maana unalinga hata kwenye maombi. Ndio maana unalinga. Sisi tunajinyenyekesha kwa sababu tulikuwa tumeoza kwa dhambi, ila kwa sababu ya msalaba. Kuna mwalimu mmoja wakati niko Mwanza akaniambia kwamba mimi Musa natamani kuokoka, ila nikiwaza ukubwa wa dhambi zangu narudi nyuma. Nikamwambia, ukubwa wa dhambi gani mtu wa Mungu? Mbona na mimi najionaga ni mtu nilikuwa nafanya dhambi kubwa tu. Kubwa gani? Akasema, jamani, mimi hapa nilipo, ila usimwambie mtu. Kaambia, mimi ni mtu wa Mungu, ni wakili wa siri za Mungu, niambie tu mimi hapa nilipo. Kwanza kabisa nilikuwa narawiti watoto wa shule. Na akasema, kwa sababu wewe ni mchungaji nitakwambia, unakajua ka fulani nilishaga karawiti. Nilitokwa na machozi. Akasema, mnalia, ngoja nikuongeza na la pili. Hapa nilipo mimi nimeua watu 4. Nikasema, mtu wa Mungu sikiliza, hata kama nimelia, sijalia kwa sababu ya dhambi ulizozifanya, ila umenikumbusha kifo cha Yesu. Alikufa ili achukue dhambi kama hizi. Kama unakikataa kifo cha Yesu, kataa wewe, ila mimi ninakwambia anaweza akasamehe hizi dhambi. Anaweza akasamehe hizi dhambi. Ukiamua anasamehe. Na ndio maana wakati anakufa pale msalabani alisema imekwisha, kwa sababu ya moyo wake. Alitupenda wanadamu. Ndio maana akachukua dhambi za kila namna. Na nikamwambia, mtu wa Mungu sikiliza, wakati Yesu anakufa pale msalabani hakubagua dhambi. Alisema, jamani, mimi leo hapa Golgotha nakufa kwa ajili ya waongo tu. Hapana. Kila dhambi kaifia. Kwa mimi kama mtu wa Mungu ninakwambia anaweza akakusamehe. Na ulifanya hayo kwa sababu moja tu. Nikamwambia hivi, ilo andiko alilisoma mchungaji Alex jana. Ukisoma Timotheo wa kwanza ile 1 mstari wa 13, Paulo anathibitisha, anasema hivi hapo, au tuanzie wapi? Tuanzie hapo tuone moyo wa Yesu hapo. Kwa sababu uliokoa watu kama akina Paulo. Yawezekana huwezi jua, unajua kwa sababu tunahubiri hivi, mtu anaweza akajikuta amekutana na fundisho kama hili akatiwa moyo, kwa sababu ni moyo ule wa Yesu. Yesu aliona tumeoza kwa dhambi, tumeharibikiwa, kitu ambacho hajawahi kukiumba Mungu. Na ndio maana mimi nasema ni kweli, Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, lakini hata ukiwa na dhambi wewe pia ni kiumbe kipya kwenye ulimwengu huo. Ni kiumbe kingine. Wewe jiulize, mtu analawiti mtoto wa miaka 11. Ni kiumbe cha kawaida hicho? Kwa hata shetani kupitia dhambi anaumba watu. Ninawaambia ukweli. Anaumba watu. Mtu analawiti na anaua. Kwa hata dhambi inaweza ikamuumba mtu akafanana na hiyo. Ndio maana siku moja niliwaambia jambo moja.
Mwanza nikasema hivi, hata Yezebeli alikuwa ni mtu kama sisi. Alipoifia dhambi akageuka kuwa roho wa hiyo dhambi. Na ndio maana ukisema roho ya Yezebeli, maana unamaanisha roho ya hiyo dhambi. Na ndio maana ukiwa ndani ya dhambi unakuwa hiyo dhambi. Ndio maana unaitwa giza, unakuwa ni hilo giza. Unakuwa ni hiyo dhambi. Na ndio maana si kwamba Mungu atawahukumu watu kwa sababu anawachukia, ni kwa sababu wamegeuka kuwa huyo. Kwa wakati anamhukumu shetani, wataonekana mashetani wengi. Na ndio maana anasema wapinga Kristo wengi wamesha kuwepo duniani. Sio moja, lakini roho ya mpinga Kristo ni moja, ila imezaa wengi. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya dhambi amekuwa kiumbe hicho. Kuna watu ukizungumzia umalaya, unaona ukimtaja yeye ni kama anafiti kwenye hiyo dhambi. Na ndio maana ukisema Yezebeli, unaona sasa anafiti. Yezebeli. No. Kwa sisi tulikuwa hivyo. Tulikuwa hivyo. Lakini kazi ya Injili, kazi ya Yesu, kazi ya moyo wake aliuleta duniani kutuaminisha. Unajua hata imani, ndio maana wakati naongea na ndugu nikamwambia hivi, unajua imani, wengi hatujajua hata imani ni nini. Nikamwambia hivi, unaona wewe unavyoogopa hivi, unaogopa kwa sababu hujaamini kwamba hiyo roho ya uwaji iliyo ndani yako na hiyo roho ya ulawiti inaweza ikabadilishwa na ukapewa roho nyingine. Ndio maana huamini. Sasa imani ni kuamini juu ya kugeuzwa kuwa kiumbe kipya, ni kuamini juu ya badiliko, ni kuamini juu ya utakatifu, kwamba hata kama nilikuwa nimefanya dhambi ninaweza nikatakaswa. Usipoamini hivyo tu umeisha. Kwa sababu shetani ataendelea kukunong'oneza kwenye mawazo yako kwamba ila ndugu, basi ulikuwa mlawiti, naweza sasa hivi unajifanya mlokole. Mimi nafikiri endelea tu na ulawiti, nafikiri wewe tuko pamoja tu. Na wanakudanganya warokole kwamba tutasamehewa. Usijidanganye wewe, yani wewe ni wa kwangu. Hujasamehewa, jidanganye sasa. Acha kukoli. Yale maneno ya mtaani. Acha wakukoli. Eti umeokoka. Haya. Shetani ndio anafanyaga hivyo, kuzomewa ndani ya moyo. Anakuwa anakuhubiria kabisa. Na ndio maana Paulo akawa anaambia kwamba hapana, nachelea asije yule nyoka akaharibu fikra zenu mkapoteza tumaini. Ni lazima tuamini kwamba ishara ile ya Yesu kuchukua mwili wa Mariamu akautumia, akazaliwa kwa namna isiyokuwa ya kawaida, anaweza akachukua mwili wa kila mtu. Kwa sababu kama angezaliwa Yesu kwa tendo la ndoa angekuwa na mwanzo. Ila sasa hivi hajaanzia kwa Bikira Mariamu, kapitia. Kama ambavyo mchungaji Alexi anaweza akahubiri mtu akadhaliwa na moyo wa Yesu. Ndio alichokifanya Bikira Mariamu. Ni tendo hilo. Na ndio maana tunawazuia watu wanaomwabudu Bikira Mariamu. Ni mtumishi wa Mungu kama walivyo wakina Paulo. Kwa sababu kupitia yeye Yesu amezaliwa. Lakini kupitia pia akina Petro, Yesu amezaliwa mioyoni mwetu. Ndio. Wala wazaliwa akina Petro. Anazaliwa yeye Yesu, kwa sababu aliwazaa hata wao. Aliwazaa wao. Yesu hajazaliwa kwa reproduction, amezaliwa kwa incarnation. Amechukua miili yetu, anaingia ndani,
Anasema kweli moyo wako ulikuwa ni moyo unaopenda zinaa, na ingia sasa. Ndio maana hata wakati mwingine ukijitikisa unaona ni kama vile umesahau kabisa hata wanawake. Ni kweli ulikuwa mzinzi, lakini unaanza kusema hivi, naanzaje sasa? Hivi tulikuwa tunafanyaje? Hivi ndio unafanyaje? Yaani unakuwa hujui, umekuwa mshamba wa kutupwa. Wakati mwingine hata ukimwambia mtu kwamba na mimi niliwahi kufanya hivyo, sasa hamna, nyinyi waongo tu. Mnafikia watu wajui. Si mnatafuta shule za uongo ili kubadilisha watu. Mimi unipati naanza kushuhudia eti maana nilikuwa sisi ndio mwa uongo tu. Wewe unafanana na mnataka kukoleza injili. Unafikiria watu wajui walokole? Nataka kukoleza ili watu waje kwa Yesu. Mimi siji mpaka nitakapoamua mwenyewe. Hujawahi kukutana na watu wenye kiburi wewe? Kuna mmoja aliwahi kushuhudia akasema eti wakati wanaombea walokole akana nigusa hivi, nikamkazia macho. Wewe mimi ni mtu mzima bwana. Eti nataka eti mpaka nidondoke, ananipuliza. Nolema, nikafanya tu hivi. Akaenda yeye. Wewe, kuna watu wana kiburi. Hujawahi kukutana nao wewe? Hujawahi kukutana nao? Jana anakubishia. Hamna, haiwezekani. Unasema eti ushawahi kunywa pombe. Wewe unaijua pombe wewe? Ungekuwa hivi wewe? Hivi unaijua pombe wewe? Jamani, hebu msikieni huyu. Sio naongea, yani walokole sio wakoje, yani eti pombe. Wewe unajua konyaki? Unaijua? Unaijua tara zake wewe? Eti alikuwa mlevi. Si ndo walevi. Lakini Yesu hakuja kwa picha ya kawaida. Yesu anachukua mwili wa mtu, anahamisha vinavyokaa kwenye moyo wa huyo mtu, halafu anakaa yeye. Na ndio maana akasema hivi, wanadamu msijidanganye, hamuwezi kuzaa matunda mema msipokaa ndani yangu. Naona sasa, kwa hakuna tunda lolote alilowahi kufanya Yesu mwanadamu anaweza akalifanya kama Yesu hajaingia ndani. Unazungumzia upole mpaka Yesu aingie, uvumilivu mpaka Yesu aingie, akae moyoni mwako, atulie pale, afiti pale. Yesu akikaa, kuna vitu utakuwa unavifanya hata wewe hujui kwa nini umefanya, kwa sababu tayari wewe umekuwa huyo. Na ndio maana kuna kipindi Paulo akawatatanisha watu akamwambia hivi, sio mimi ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Sasa tuulizane maswali. Yesu akiishi ndani yako, unaweza ukatukana? Unaona? Na ndio maana unaweza ukafikiri una moyo wa Yesu, kumbe bado hujaupata. Kwa sababu Yesu ni mnyenyekevu, anayewahesabu wenzie. Ndio maana ya upendo. Anasemaje kwenye, au tuisome kwanza hiyo alafu tutahamia pale kwenye Wakorinto, au tuanzie Wakorinto eti? Ila sisi tuanzie mstari gani? Basi tuanzie Wakorinto. Tuanzie Wakorinto. Mimi unaona sasa tuna paka kajua kanadhama sasa hata hatuja. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 6 au mstari wa 5 na 6. Mstari wa 5 na 5. Haukosi kuwa na adabu. Hautafuti mambo yake. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Haufurahii uzalimu, ndio, bali hufurahia pamoja na kweli, ndio. Huvumilia yote, ndio.
Uamini yote, utamani yote. Ustahimili yote. No, aisha hapo. Unaona sasa? Angalia moyo wa msafi. Fundisho lote, ustahimilivu, uvumilivu, sijui nini, unachokitaka chochote kiko kwenye moyo safi wa Yesu. Amen. Nipe tafasiri yako ya upendo sasa. Kwa sababu ukisema ni utoaji, wanasema hata nikitoa mali zangu zote, kama sina moyo safi wa Yesu, mimi si. Weka tafasiri yako nyingine. Kwa sababu kama unataka upole, utu wema, sijui nini, ni moyo safi wa Yesu ambao hauhesabu, yani hauangalii mambo yake wenyewe, bali mambo ya wengine. Kwa sisi tumerogwa mchungaji zake. Sisi tunavyoangalia mambo ya watu wengine tumerogwa, si ndio hivyo? Ni moyo safi wa Yesu, wala sio ujinga. Na tunafanya hayo tukiwa na furaha zote. Na wakati mwingine, mimi wakati naenda Nkome nilipita Geita kwa mtumishi mmoja, kimsingi nilimhubiriaga zamani sana, anaitwa William. Kefa anafahamu habari zake. William tulihubiriana zamani sana. Kimsingi alikuwa anaumwa tezi dume. Sasa akawaga amenipigia simu. Kimsingi alipewa tu taarifa na watu fulani tulisoma nao. Akanipigia simu, mtu wa Mungu, mimi naamini nimezunguka sana, lakini niko kwenye hali fulani ya kukata tamaa. Naomba uniombee, pengine Mungu anaweza akamsaidia. Nikamwambia, unaamini Mungu anaweza kukusaidia? Basi shika hapo kwenye uvimbe tuombe. Akashika kwenye simu. Hapo ilikuwa ni 2018. Tukaomba. Baada ya kuomba akaendelea. Baada ya miezi 3 ule uvimbe ukapotea. Hakukuwa na usumbufu wa sijui nini, ukaisha. Akaendelea na imani. Sasa akawa ananiambia, sasa nihamie Mwanza ili niwe karibu na wewe. Nikamwambia hapana, wewe endelea tu na Mungu. Basi akaendelea na Mungu pale. Kweli hapa katikati alipitia majaribu fulani yakamfanya akarudi nyuma. Sasa wakati naenda kwa mama yangu kule, nikawa nimepita pale kidogo, kwa sababu anaishi jirani na ile stendi. Kaenda kumsalimia. Aliponiona akaanza kulia. Akalia sana sana sana. Akasema, Musa, nimejichafua sasa, na wewe mtu wa Mungu umekuja. Ungekuja mapema. Nikamwambia hapana. Nikamfunulia andiko fulani iko kwenye Mithali 24:16. Nikamwambia, mwenye haki ataanguka lakini atainuka. Twende mbele mtu wa Mungu. Hapo tuchukulie mfano sasa, uendelee hivi. Tuchukulie mfano uendelee hivi. Hatima yake inakuwaje? Alimadamu hujafa, inuka tuendelee na safari. Usijihukumu sana, tuendelee na safari. Kweli tukawa tulifanya maombi yeye na familia yake pale. Basi wakawa wamefunguliwa, wakawa wanaendelea na imani. Unaona? Mimi nakumbuka William wakati anaanza maisha, mimi nilimpaga shilingi 50,000. Lakini sasa hivi ana hela kuliko mimi. Wakati alianza tu na biashara vya kawaida tu vya tena, sio alianza tu na vimaji. Unaona? Nikamwambia, sasa nyinyi mnakata tamaa wakati mna hela. Hamna, unafikiri hela zinasaidia mtumishi wa Mungu? Hamna. Nikasema, si ndio kama mnaendelea sasa kwa sababu mna vitu. Si mna hela. Sasa hamna. Yaani hamna. Na ukiangalia ni mtu mzima. Kwa sasa hivi ana miaka 40 na ngapi? 45. Mtu mzima. Ina maana mimi ni kama mdogo wake wa mbali tu. Lakini unaona anakupokea kwa machozi. Kwa machozi. Kwa sababu gani? Ya moyo wa Yesu.
moyo wa Yesu. Hebu tusome kuanzia mstari wa 4. Hiyo Wakorintho wa kwanza 13 wa 4 tuteremke nayo mpaka wa 9 pale. Ili uone kwamba ujumla wa mafundisho yote yanatafuta tu na moyo wa Yesu. Kwa sababu tukisha upata huo moyo, na kuhakikishia hutamuonea wivu jirani yako, hata kama ataongeza nyumba nzuri, hutamuonea wivu, wala hutawaza mabaya. Unawaza mabaya wakati mwingine kwa sababu unaruhusu moyo wako uwe na nguvu kuliko moyo wa Yesu ndani yako. Ndio maana Petro anarudia kwenye Petro wa kwanza 3:14, tumeshaisoma, bali mtakaseni Kristo Bwana. Ni kweli kuna mawazo mengi ya ndugu, watu na nini ya kuhusu uchumi, lakini takasa, mtu wa Mungu. Ingia kwenye maombi, ingia kwenye toba. Ndio maana Daudi anasema, Mungu nitakukabidhi njia zangu. Ndio maana wakati mwingine kuna haja naamka hata usiku, umeona ka usingizi kama ondoka, usirare. Tulikuwa tunaambiana kule Mwanza kwamba ukiona usingizi umepaa, maana yake Mungu anataka uombe. Ukiendelea kulala utashangaa unaota hata ndoto la ajabu. Mara unakimbizwa na mbwa. Kwa sababu Mungu sasa umemshamchukiza sasa. Wewe usingizi haumo. Halafu unaanza kuwaza, unaanza kulala kukaa macho. Ya nini? Omba. Mwambie Mungu, kwa vile umeshikilia kope zangu, sioni usingizi, na hisi unataka tukutane. Ngoja niombe. Baba nakushukuru. Yesu nakushukuru kwa sababu umeniondolea usingizi. Unataka kuniambia nini? Hebu niambie rafiki yangu kipenzi Yesu. Unataka nifanyeje katika ulimwengu wa sasa, kwa sababu neema ya Kristo imefunuliwa. Tito 2:11, hiyo si ndio? Mpaka 14. Neema ya Yesu Kristo imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya wa kila namna na kuishi kwa kiasi katika ulimwengu huu wa sasa. Angalia neno lilivyo tamu. Yaani neno unalisoma mpaka wewe unaona kwamba ila jamani, hivi. Sasa ukilisoma usiku wakati usingizi umekata, utaiona raha ya wokovu. Yaani unahisi bubujiko fulani na raha fulani anayoisema Paulo ya kumjua Yesu. Uzuri wa kumjua Yesu. Yaani unakuna jinsi jamani. Baba mweleki, tutafute moyo tu wa Yesu. Unaweza wakati mwingine ukawaza kwamba hivi nifanyeje ndio sasa nionekane nimeokoka. Tafuta moyo huo. Basi. Tafuta moyo huo tu wa Yesu. Na hata kwenye maombi mwambie tu, Mungu nipe moyo wako, kwa sababu huo ndio sura na mfano wa Mungu ndani yangu. Unaweza ukawa unamtaja Mungu ila huna sura na mfano wake ndani yako. Sura na mfano wa Mungu ndani ya mtu ni moyo safi na unyofu wa Yesu. Na ndio maana unaweza ukasema umeokoka ila jamii kakataa. Kwa nini? Ikiutafuta huo moyo haiuoni. Na ndio maana ukisoma Mathayo 15 nadhani ile mstari wa 8 na wa 9 anasema, watu hawa huniabudu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali nami. Mungu anataka moyo. Mungu anataka moyo. Tafuta sana kuwa na moyo huo, kwa sababu ndio una matunda yote unayoyataka wewe. Utu wema, kufadhili watu. Sio tulivyokuwa kina Ibrahimu, akipata wageni kukimbia tu. Kama sisi ambao ukiona mgeni unaona jamani hivi nimfanyie nini? Wewe pendo usiondoke basi jamani. Wewe unatamani paka ukapembeleze. Unajisikia raha.
Hata wakati wanaondoka moyoni unakuwa unaongea maneno mengine magumu sana. Mungu, ina maana mimi nimekosea nini? Sasa watu wanaondoka tu, mimi wanakaa tu, mimi unataka kulia. Ndio alivyokuwa nani? Alivyokuwa Ibrahim. Wakati mwingine kasara kana, wewe Sara tafuta mbuzi aliyenona hivi, wewe hivi una akili gani wewe, mbona wageni wewe? Kana hangaika tu, maana kana cheke eti akajapata ujauzito sio nini. Unajua huo ndio moyo. Unapenda watu mpaka unakuwa unaona kwa kweli. Yaani unaona fahari. Moyo safi wa Yesu. Moyo safi. Ndivyo alivyokuwa akina Ayubu. Kusoma Ayubu. Si ndio? Soma Ayubu hiyo 29 kwa mstari wa 11. Sema hivyo. Nalikuwa macho kwa kipofu. Sio nalikuwa nini? Nalijivika haki. Sio nini? Si ndio hivyo? Ni moyo safi wa Yesu. Safi wa Yesu. Ayubu 29. Moyo safi. Tutasoma baada tuiache hiyo kwa sababu usiku unaingia sasa mchungaji. Au tuende hiyo Wakorintho kwanza. Wakorintho wa kwanza hiyo 13 kwanza mstari wa 4 anasemaje? Tuteremke chini mpaka tuteremke chini. Nikamwambia mchungaji Alex nataka kucheka tu. Yaani watumishi wa Mungu unakuwa unafurahi kwamba nimevuna hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo nikienda nikufanyia kazi. Sina biashara nyingine. Kwa sababu mimi ninachotafuta ni moyo wa Yesu. Amen. Sina biashara nyingine. Kama ni kupoteza vitu nimeshapoteza, inatosha. Kama ni dhambi nimefanya, inatosha. Sasa mimi natafuta moyo wa Yesu. Basi. Sina biashara nyingine. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Misali, sema tutaisoma hiyo nani Mathayo. Inasema kwenye Misali. Tutaisoma, usiende Misali, hiyo naisema mwenyewe tu. Kaa kidogo. Ukisoma Misali 3. Misali 3, 13 na 14 inasema heri apataye ufahamu, kwa maana biashara yake. Watu wa Mungu. Na ndio maana ndo uzima. Ukisoma Yohana 17 mstari wa 3 anasemaje? Na uzima wa milele ndio huu, wakujue, maana yake wawe na ufahamu kuhusu wewe Mungu. Wakujue. Kwa hapa tunafanya biashara ya kumjua Mungu. Basi. Na tunajua ina faida. Inaondoa tamaa, inaondoa hasira, inaondoa uchungu, inaondoa wivu. Yaani inaondoa vitu vyote, alafu inakuacha na moyo safi. Na raha moyoni mwako. Tunafanya biashara ya injili tu hapa sisi. Ndio biashara tuliyobakiza. Heri mtu aonaye ufahamu na mtu yule apataye maarifa. Na ndio maana ukisoma ile Hosea 4:6 anasemaje? Kwamba kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi mwenyewe nimekukataa wewe, usiwe mtu wangu. Mimi nataka ujifunze. Anasema njoni kwangu mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mnyenyekevu wa moyo, muupate huo moyo. Wewe utaki kujifunza kwangu, toka sasa. Nenda kwa shetani huko. Ndio maana Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi ni wa baba yenu Shetani. Ile Yohana 8 kuanzia mstari wa 31. Kaambia nyinyi, kwanza akasema, kwa nini hamyafahamu hayo? Kwa sababu kama Ibrahimu angekuwa baba yenu, msingekuwa mnatafuta kuniua. Kwa sababu mimi nimewaletea habari za huyo Ibrahimu. Akina Lazaro wanakufa, wanapokelewa kwenye kifua vya Ibrahimu. Mimi nawaletea habari za Ibrahimu, alikuwa na moyo gani, aliutoa wapi, alinijua tangu mwanzo, mimi nilikuwepo, nyinyi hamtaki. Kwa nini hamyajui hayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kuisikia sauti yangu. Na nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi ndo ana moyo kama huu wa kwenu. Moyo wa wivu tu, wa hasira, kinyongo, kununa, nini, matukano, ni nyinyi. Mara mnaniambia huyu msimwangalie Yesu, anatoa pepo kwa mkuu wa huyu ni Beelzebuli. Unaona maneno yenu sasa? Unaona maneno yenu? Ufalme wa Shetani unaweza ukajipinga. Mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, ufalme wa Mungu wafanyaje? Umewajilia ninyi. Kwa nini hamyafahamu hayo? Ni kwa sababu nyinyi mna moyo ambao sio moyo wa Mungu.
moyo mwingine. Hapo tusome kwanza Wakorintho, tutachelewa sana hapa. Twende hiyo Wakorintho kwanza. Tungaje zako utanisamee kidogo. Kurapura kama muda kwa namna fulani. Wakorintho kwanza hiyo 13 mstari wa 4 anasemaje? Mstari wa 4 tuteremke pale chini. Tuone sasa moyo safi wa Yesu. Nimesema hivi, tafasiri ya neno upendo, mimi nasema ni moyo safi wa Yesu. Wewe weka tafasiri yako, ipo siku utanikumbuka. Upendo kuvumilia. Alifundishaje mchungaji Alex? Alifundishaje kuvumilia? Unaona sasa? Upendo ufanyeje? Kuvumilia. Jamani, Isaac, hufadhili. Moyo safi wa Yesu hufadhili watu wa Mungu. Na ndio maana wakati akina Petro hawajaupata moyo wa Yesu. Umeona? Wakati hawajaupata Yesu, wao wanamkimbilia Yesu, wanasema, "Bwana, waage makutano sasa wakapate chakula jamani. Huku ni nyika tupu na sisi hatuna hela." Yesu akasema, anasema, "Wapeni nyinyi chakula. Peni nyinyi. Nyinyi mna moyo safi wa Yesu. Mnanifuata mimi, wafadhilini hawa watu wa Mungu." Yesu hivi unasema nini? Sisi hatuna chochote. Unajua ile neno hatuna chochote, walokole wengi watu nalo. Unaweza mkampigia mtu simu kama mtu wa Mungu, "Nisaidia, yani mimi sina chochote." Ina maana hata Yesu huna. Kama huna chochote, basi mpe hata neno la faraja. Usiseme sina chochote. Na ndivyo alivyomuuliza yule mama, yule nani? Mke wa manabii. Elisha alimuuliza yule mama, akamwambia hivi, "Kwani una nini nyumbani mwako?" "Sina kitu chochote." Na ila baadaye nadhani labda Elisha alikaza macho eti. Kaza macho. Labda ameshaoneshwa na Roho Mtakatifu. "Ila chupa ya mafuta." Ndio hiyo mimi nataka useme hiyo. Unaona? Kwa sababu hata Musa aliulizwa kwamba una nini mkononi mwako? Sema nina fimbo, itumie. Sina chochote. Ila mikate tu miwili na samaki 5. Sasa watakula wote. Kumbe una kianzio. Safi. Twende na hicho. Na Yesu anataka hivyo. Una kitu kidogo, anza nacho hicho. Na imani yako, changanya na imani. Chapa mwendo, endelea na Mungu. Una shilingi 5,000, changanya na imani, endelea na Mungu. Usiseme sina kitu. Utanyang'anywa na hicho. Ulicho nacho kitachukuliwa. Si umesema umekiri una? Tuchukuliwa, kwa maana kwamba hujui thamani ya ulicho nacho. Kwa hiyo inabidi wakichukue ili ubaki kweli huna. Na ndipo utasema yote sasa, kwamba kwa kweli siku ile nilisema tu sina kitu, ila mama nilikuwa na 3,000. Lakini kwa leo kwa kweli ndio sina sasa. Au tumalizie kajua kana dhama. Ndio. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hausudu. Upendo hautakabali. Haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Unaona hapo? Haukosi kuwa na adabu. Adabu ya kumheshimu Mungu na kulistahi neno la Mungu. Anaendelea anasemaje? Hautafuti mambo yake. Unaona hicho kitu? Hautafuti mambo yake. Ni mbaya sana ukiokoka afu kawa na ubinafsi. Yaani kuna vitu vingi utakosa kwenye ufalme. Na wakati mwingine Mungu ametunyima baadhi ya mambo kwa sababu ya ubinafsi. Upendo hautafuti mambo yake yenyewe. Anasemaje? Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Haufurahii udhalimu. Bali hufurahia pamoja na kweli. Huvumilia yote. Huamini yote. Hutamani yote. Ishia hapo kwanza. Huamini yote, huvumilia yote, hukubali yote. Sawa?
tunapofundishwa hapa, akisimama mchungaji wa Meatu, amini yote, chukua kwamba ni hatua yako. Sitaacha imani. Hakuna cha kunitenga na imani. Hakuna cha kunitenga na upendo wa Mungu. Hakuna cha kunitenga na unyofu wa Kristo. Hakuna cha kunitenga na moyo safi. Matendo mema sitayaacha kwa sababu ya dhiki. Chukua yote, amini yote. Kwa sababu ukianza kusema kwamba mimi nitaamini neno la Musa tu, umepigwa ngwara, kwa sababu hata Musa hajakamilika. Musa mwenyewe anamtegemea huyo ambaye wewe unafikiri hujashiba kwake. Umepigwa kama wimbo wa mchungaji Isaac, unapigwa. No, umepigwa. Hatua za imani zinakuja kwa kuamini yote. Akisimama mtumishi wa Mungu Paulo, amini. Akija Petro, amini. Akija Tito, amini yote. Utakuja kutokea kiumbe kipya huyo. Kila mtu atajivunia wewe. Huo ndio upendo na moyo safi wa Kristo. Hata baada ya kongamano, akisimama mtumishi mwereki, amini yote. Andika kwa nizamu ile ile. Wakati unaandika, wakati anahubiri mchungaji Alex, kwa nizamu ile ile. Wakati anahubiri Musa, yani kwa heshima ile ile. Wakati anahubiri mchungaji Isaac, kwa shauku ile ile, kwa sababu inasema heri wenye kiu na njaa ya haki. Huo ndio moyo safi wa Yesu, moyo safi wa Kristo, moyo safi wa Mungu. Ndio hatua yetu, ndio sura na mfano wa Mungu ndani yetu. Tuliumbwa kwa sura na mfano huo, na ndio maana hatukuwa na uuaji. Shetani alipouchukua ule moyo wa Mungu kutoka kwa Hawa, kutoka kwa Adamu, ghafla Kaini anamuua Habili. Kwa nini? Ndani ya moyo wa Kaini hutoka mawazo mabaya, uzinzi, uuaji. Mbona? Halafu anapeleka sadaka kwa Mungu. Mungu alikataa kwa sababu unaletaje sadaka wakati huna moyo wa hiyo sadaka? Kwa sababu kinachotoa ni moyo safi wa Yesu. Ndio maana kwenye Wakorinto wa kwanza 13 anaposema nijapotoa vitu vyangu kuwagawia maskini, kama sina moyo safi wa Yesu si kitu. Haimaanishi kutoa ni vibaya. Toa ukiwa na moyo safi, ukiwa na dhamiri njema kama iliyokuwa ndani ya Kristo. Na ndio maana Kaini alipotoa sadaka akiwa hana moyo safi na unyofu wa Kristo, sadaka ilikataliwa. Na Biblia inampambanua kabisa kwamba alikuwa ni mali ya nani? Ya Shetani. Unasema unajuaje? Twende waraka wa kwanza wa Yohana, tuisome hiyo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Nadhani labda sisi tuishie hapo, maana sasa sijui itakuwaje. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:12 anasemaje? Waraka wa kwanza Yohana 3:12 anasemaje? Si kama Kaini. Angalia hapo. Si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu. Wewe, Kaini alikuwa ni wa nani? Wa yule mwovu. Alikuwa ni wa nani? Wa yule mwovu. Angalia sasa, unapokuwa na moyo usiokuwa wa Yesu, huwezi kumuona Mungu. Unaona sasa? Si kama Kaini alivyokuwa wa yule. Maana yake kiujazacho moyo wa Kaini hakikuwa kitu cha Mungu. Yalikuwa ni mawazo yake tu kama Kaini, ambayo kiuhalisia mawazo yetu ni mabaya.
Sasa akaenda na moyo huo Kaini kutoa sadaka bila moyo wa Yesu. Biblia inasema yale matendo ya moyo wake, hebu malizia, yalitokea kwa sababu tunasema kwamba ndani ya moyo wa mtu kuna mawazo mabaya, mauaji, uzinzi, sio nini yanatoka, si ndio? Na yalionekana, yasome hapo, anasemaje? Si kama Kaini, si kama Kaini alivyokuwa yule mwovu, akamua ndugu yake. Angalia tuliposoma kwenye Mathayo, anasemaje? Hutoka mawazo mabaya, uaji. Hapa anasema akafanyaje? Akamua ndugu yake. Akafanyaje? Akamua ndugu yake. Akamuua ndugu yake. Mawazo ya kuua yametoka wapi? Kwenye moyo wake. Laiti kama Kaini angekuwa na moyo kama wa Habili, moyo wa kufadhili, moyo wa kutenda mema, kujitoa kwa Mungu, angekuwa na moyo huo, sadaka yake ingekubalika. Si kama Kaini alivyokuwa yule muovu. Kwa nini? Kwa sababu ukirudi hiyo Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, sawa, pale nyuma, sawa, kabla hujafika mstari wa 12, mstari wa 8 na wa 9 inasema hivi, kwa maana atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Jamani, sio ndiko mnalionaje nyinyi? Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa sababu Ibilisi alifanyaje? Hutenda dhambi toka mwanzo. Kwa hiyo kumbe kitu ambacho kinafanyika pale, shetani akija anasema na moyo wako. Sasa kama moyoni hujamweka Yesu kama alivyofanya Daudi, kwa sababu Daudi tangu alipogundua hiyo siri, hatuone anaanguka kwenye dhambi tena. Na si hivyo Biblia ingeandika tunaanguka kwenye dhambi kwa sababu tunafikiri tuna akili sana. Biblia inasema hivi, nisikilize, mtumaini Bwana wala usizitegemee akili zako. Daudi pamoja na kwamba alikuwa na akili, akasema nimepungukiwa jambo moja, sijamuweka Yesu moyoni. Sasa hivi kila maamuzi nitaangalia kama yanaendana na neno la Mungu. Basi akawa salama mpaka mwisho. Akawa salama. Mtumaini Bwana siku zote wala usizitegemee nini? Akili zako. Kuna watu waliwahi kuzitegemea akili, Mungu akatoka. Kwa sababu Mungu wakati mwingine huwa ni kama upuuzi. Na ndio maana Biblia inasema kwenye Korinto, kwa maana neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Upuuzi. Tafuta sana kuwa na moyo wa Yesu. Tafuta sana. Naweza nikasema sana, kachukua muda mwingi, lakini niseme kwamba tafuta sana kuwa na moyo wa Yesu. Tafuta, kwa sababu moyo wa Yesu huvumilia yote, hauhesabu mabaya. Kwa sababu mtu akikosea, akija kwako, ndio maana Petro alimfuata Yesu. Hivi sasa ndugu yangu aniwie mara ngapi? Nataka niwe kwamba sio 7. Sio 7 tu, ni 7 mara 70. Kwa nini? Moyo wangu mimi hauhesabu mabaya. Sio wewe, sisi unakuta mtu amekosea leo, amekomba msamaha, Rebeka, naomba mchungaji nisamehe jamani, sasa hivi nitakuwa na wahi kanisani kufanya usafi. Sawa rafiki, ameisha. Baadaye siku sasa wewe siku ile ulifanya hivi. Naona ulikuja umepaka mawanja mpaka sijui wapi nikakuzuia. Ukaja na disketi linampasuo nikakuzuia. Umeongeza na hili. Juzi kuna mgombeza mume wako. Hivi wewe nikwambie nini wewe? Malaki siku sinaomba. Ni unaomba msamaha ndio, lakini mnikumbusha. Yaani sijui, yaani basi tu. Yaani mnatupenda kutukumbusha ninyi waumini basi tu. Moyo safi wa Yesu hauhesabu mabaya. Kwa sababu mimi nawaza, laiti kama Yesu angenihesabia mimi Musa, nisingesimama hata hapa kuhubiri. Kwa sababu nilikuwa mwenye mawazo mabaya, mzinzi, mtu mbaya, mali ya shetani. Niweke tu kwa ujumla hivi.
Yaani ukisikia giza, mimi nilikuwa giza. Au weka na totoro. Kwa sababu tukisema giza tu haieleweki, weka giza totoro. Lakini natiwa moyo napoona Yesu anakuja duniani, anakuta imejaa giza, anasema na iwe nuru. Na ikawa nuru. Na kuna wakati mwingine unaanza kujitikisa kwa hivi nilikuwa hivi na mimi kwa kweli. Hivi nilikuwa nafanyaje sasa? Mbona sasa siwezi. Unajua unapobadilishwa, wakati mwingine unaweza kufikiri umebadilishwa kwa nguvu zako. Heshimu kazi ya msalaba. Njoo kwenye maombi. Heshimu kazi ya msalaba. Kabisa, heshimu kazi ya msalaba. Tusimame. Tusimame, nihitimishe tu hapa. Tutasoma siku nyingine Biblia, tutafunua vizuri. Leo nilikuwa naweka tu msingi. Kuweka tu msingi na salamu za hapa na pale. Kwa tu msingi na salamu za hapa na pale. Watu wa Mungu, naomba tuimbe tenzi nina haja nawe. Unajua tunahitaji moyo wa Yesu. Tunahitaji moyo wa Yesu. Waimbaji, naomba tuimbe nina haja nawe.